Sasa kabla hatujaendelea mwanangu, nikupe mchongo, utanishukuru mimi. Kwa wale wote ambao mnahitaji spare za pikipiki, za bajaji na guta, fika katika duka la ABY Genuine Spare Parts au King Masai Shop. Zinapatikana mtaa wa Mafia na Sikukuu ndani ya Kariakoo. Pale spare zote zinapatikana kwa bei nafuu kabisa, lakini wanatuma hadi mikoani, yani delivery ipo. Wanakuletea katika mkoa ambao wewe hupo na unaipata kwa kadri ambavyo umeagiza. Namba za simu ziko hapo chini, wapigie. Yes, bwana. Jana mnyama mkali Simba tunafahamu kwamba alikuwa uwanjani katika uwanja wa Somhololo katika mji wa Lobamba ndani ya taifa la Eswatini, Swaziland ya zamani, taifa la King Mswati. Ilikuwa ni mzunguko wa pili wa hatua ya awali ya ligi ya mabingwa Afrika, mguu wa kwanza. Mguu wa pili unatarajiwa kuwa hapa Tanzania, Dar es Salaam. Sasa hapa ukiangalia hata kwenye mitandao ya kijamii watu wengi wamekuwa wakionyesha appreciation, kupongeza kwa kocha Dimitar Pantev ambao wenyewe wamemtambulisha kama meneja. Yes, sasa wakati huu tulikuwa tukisubiri kwa hamu kuona Simba chini ya Dimitar Pantev inachezaje, yani ukipata full game. Tayari sisi tulisha-analyze, tulishaangalia vitu vingi kwa kurifaa kile ambacho alikionyesha akiwa na Gaborone United, kwa kurifaa kile ambacho amekionyesha kwenye angalau highlights katika mechi yao dhidi ya Al Hilali. Kuna muda tulikuja kuangalia impact ya matokeo na uteuzi wa kikosi katika mechi yao dhidi ya Hilali, ile ya pili ambayo walipoteza. Kwa hiyo tuliangalia vitu vingi sana, lakini hatukupata nafasi ya kuiona full match, mechi kamili ya meneja Dimitar Pantev iko vipi. Sasa bahati nzuri tumeona mechi kamili katika mechi muhimu. Ni mechi ya ligi ya mabingwa Afrika, ni mechi ambayo makocha uwaga wanapenda kufungua booster, kuonesha kizuri, kuonesha mipango yao ili waende hatua inayofuata, kwa sababu hii michezo ni michezo ya home away out au home away in, kwa maana ya group stage. Sasa wakati huu kilichonileta hapa ni kuangalia utofauti wa Simba hii ya Dimitar Pantev na Simba ya Fadlu Davids. Utofauti uko wapi? Kitu gani ambacho wanatofautiana na kitu gani ambacho wanafanana? Sasa hapa kwa kupitia mechi ya jana, so far tunakuja na tofauti mbili, kwa maana utofauti wao mkubwa sehemu mbili na mifanano yao sehemu mbili. Sasa tukianza kuangalia sehemu ambazo tuanze sehemu ambazo wanafanana katika maeneo gani? Similarities tunaita. Maeneo gani wanafanana? Kitu kikubwa ambacho wanafanana ni katika tunasema philosophy. Philosophy maana yake ni falsafa. Falsafa ni kitu ambacho unakiamini, yani mfumo ambao unauamini, ambao unaamini kwamba huu unaweza kunipa matokeo. Sio mfumo kwa maana ya for ngapi. Yani ile falsafa ni ile operation ya timu. Unataka timu yako hiyo inafanya operation za namna gani? Unaamini katika falsafa ipi? Sasa tukija katika muktadha wa kimpira, tunapozungumzia falsafa gani unaamini, kwenye football tuna vitu vitatu ambavyo tunaviangalia. Katika vitu vitatu hivyo kwenye falsafa, kimoja kipo kwenye youth project. Youth project yani timu za vijana. Timu za vijana maana yake, falsafa ya timu ya vijana, timu kucheza vizuri, yani sio result oriented. Kuna watu ambao wanatengeneza timu za vijana kwa ajili ya kupata matokeo. Morocco amekuwa mabingwa jana wa kombe la dunia, lakini haimaanishi aliyemaliza nafasi ya tatu, aliyemaliza makundi hajafanya vizuri, na yule naye kafanya vizuri kwenye timu za vijana, kwa sababu falsafa inahitaji tunasema playing ability, yani namna gani ambavyo wachezaji wanacheza, kitu gani ambacho wanaonyesha, sio result oriented, sio timu ya matokeo zaidi. Yani Morocco kuwa bingwa kombe la dunia la vijana sio story kubwa, kwa sababu hata aliyemaliza nafasi ya pili, nafasi ya tatu, nafasi ya nne, nafasi ya tano, hao wote wameenda kuonesha walichonacho. Lakini tukija kwenye senior team, tunapozungumzia falsafa kwenye senior team ni timu ya matokeo automatic. Sasa kama ni timu ya matokeo, kuna falsafa za namna mbili. Kuna falsafa za defensive minded philosophy, yani kocha anakuwa na falsafa ya kujihami, anapenda zaidi kujihami. Alafu kuna falsafa ya attacking minded philosophy, yani anapenda kushambulia.
Umeona, kwa maana ya timu yake inapokuwa uwanjani anaenjoy kwenye kushambulia. Sasa hao wote wawili kwa maana ya Fadlu Davids na Dimitar Pantev, inaonekana timu yao wanapenda ishambulie, na ndio maana hata Fadlu Davids ilikuwa ana a bit discipline, yani kidogo alikuwa na nidhamu ya kujihami. Of course alikuwa anashambulia kwenye 4-2-3-1, lakini kidogo alikuwa na nidhamu. Lakini kwa Dimitar Pantev, yeye katika mechi hii dhidi ya Singizini Hotspurs inaonekana ni wa kushambulia zaidi. Yani ile falsafa ambayo Fadlu Davids yuko nayo, huyu ameiadvance kidogo. Yani anashambulia zaidi ya kile ambacho alikuwa anatuonesha Fadlu Davids. Lakini hii tunaita similarities. Yani wote ni attacking minded. Ni wa kushambulia. Mind yao ipo kwenye kushambulia zaidi. Lakini wapo defensive minded. Kwa mfano, kama tutakumbuka Simba, defensive minded miongoni mwa kocha huyo ambaye alikuwa na wa kujihami sana, kama mtakumbuka, Pierre Rechantre. Simba ilikuwa ni kocha na tukisema defensive minded haimaanishi kwamba mfungi au amshindi. Hapana. Mnashinda, ila falsafa yenu sio ya kushambulia sana, ni ya kujihami. Kwanza sisi tusiruhusu goli, sisi tusifungwe, alafu tumwangalie mpinzani namna ya kumfunga, na mara nyingi wanacheza kwenye counter attack. Simba Pierre Rechantre tutakumbuka ilikuwa ni Nicolas Jean, Shiza Kichuya ndio alikuwa akitumika zaidi kwenye counter attack. Kwa hivyo kama tutakumbuka vizuri, ile ndio ilikuwa defensive minded. Lakini tukitoka hapo tukienda katika kitu kingine ambacho hawa wawili wanafanana, ni management. Sasa hii haikuwepo katika mechi ya jana, kwa maana ya haijaanzia katika mechi ya jana. Hii ukiwauliza wachezaji wa Simba, of course baadhi ya wachezaji ni washikaji zetu, ukiwauliza wanakuambia ni makocha ambao wamenyooka, yani kwenye management ya kuongoza timu yao, kuongoza wachezaji wao wamenyooka. Ni watu ambao wanazingatia vitu vingi uwanjani, sio makocha wa mchezo, sio makocha wa maskhara. Hawataki mchezo katika timu yao. Mazoezi tunaingia saa ngapi? Saa hiyo mnaingia. Hiyo pia ipo hata kule Azam Complex kwa Ibenge, na inazungumzwa kwamba mchezaji umeingia, umesahau nguo za mazoezi, ama kwa zima sehemu nyingine ni punishment. Umefanya kitu gani? Ni adhabu. Hivyo yani wanaenda hivyo. Kwa hivyo kwenye management wanaonekana kuna similarities, kwa maana yote ni makocha ambao wamenyoka, na sasa hivi makocha wengi ni wadogo wa kiumri. Kwa hivyo namna ambavyo wana control wachezaji wao, ili uweze kucontrol wachezaji inabidi uwe kwenye mstari unyoofu, yani uwaongoze in a positive way, kwenye namna ambayo watakuheshimu, kwa sababu ukinyooka tafsiri yake watakuheshimu. So hao wote wawili wana hiyo similarities. Kwa hiyo huo ndo mfanano ambao wako nao so far tunapozungumza. Lakini kwenye differences, vitu gani ambavyo wanatofautiana? Vitu ambavyo wanatofautiana, kwanza ni mfumo ambao wanautumia. Fadlu Davids tangu anaingia Simba mpaka anaondoka, mara chache sana, yani unahesabu hizo mechi, lakini asilimia zaidi ya 90 alikuwa kwenye walinzi wanne, kwa maana ya 4-2-3-1. Walinzi wanne, viungo wa ulinzi wawili, viungo wa ushambuliaji watatu, na mshambuliaji wa mwisho ni mmoja. Viungo walinzi wawili ambao alikuwa anawatumia msimu uliopita, alikuwa anamtumia Yusuf Kagoma na Fabrice Ngoma Luamba. Ingawaje Ngoma alikuwa anamtumia katika box zote, anacheza box ya juu, anacheza katika box ya chini. Kwa hiyo automatic timu ikiwa haina mpira inakuwa na viungo wawili, double pivot tunaita, viungo wawili mbele ya walinzi. Kwa hiyo huyo ndo Fadlu Davids. Mara chache mno alikuwa anaenda kwenye 4-4-2, lakini asilimia kubwa ilikuwa kwenye 4-2-3-1. Huu 4-2-3-1 ni mfumo ambao unakupa namna zote. Muda ambao mkiwa na mpira unakupa huu, kwa maana ya kuwa na nguvu ya kushambulia, na muda ambao hamna mpira unakupa kuwa na nguvu ya kujihami. Muda ambao mnakuwa na mpira, maana yake kiungo ulinzi anabakia mmoja, Ngoma anaenda kuungana na ile line nyingine ya watu watatu, wanakuwa watu wanne kwenye kushambulia, na kwa 4-1-4-1. Lakini muda ambao hawana mpira, Ngoma anashuka chini kuungana na Yusuf Kagoma, anatengeneza viungo wawili wa ukabaji, double pivot, kwa ajili ya kuwalinda hawa walinzi wanne. Kwa hiyo huyo ndio Fadlu Davids ambaye hayupo kikosini. Dimitar Pantev, Simba yake kupitia mechi ya jana dhidi ya Singizini Hotspurs, lakini zile mechi za kirafiki ambazo alicheza dhidi ya Hilali, lakini pia katika kikosi cha Gaborone United alikotoka, anacheza na single holding midfielder, kiungo mmoja wa ulinzi. Sasa mfumo aliokuwa anautumia ni 4-3-3, ndio ambao pia hata jana ameutumia, lakini kwenye 4-3-3 yake anakuwa na kiungo mmoja tu
wa kiulinzi. Kiungo huyu mmoja wa kiulinzi anazungukwa na viungo wengine 4 mpaka 5. Navyosema 4 mpaka 5 namaanisha ukiachana na walinzi 4. Katikati kuna viungo 3. Viungo 3 hawa, huyu mmoja wa katikati ni wa kiulinzi. Huyu wa kushoto wa ushambuliaji ambaye ni Joshua Mutale, wa kulia ni ushambuliaji ambaye ni Neo Maema. Juu yake kuna watu 3. Juu yake huku kuna Elim Panzu, kuna Ahua, lakini katikati kuna Selemani Mwalimu katika mechi ile ya jana iliyopita. Lakini mechi dhidi ya Hilali ile ya Isamuyo alicheza na Joshua Mutale pale juu, manake complete alikuwa na viungo 6 katika ile mechi. Na kiungo ambaye anamtumia kwenye hizi mechi kwenye hii mechi ya CAF dhidi ya Nsingizini Hotspurs kwa maana ya jana, alimtumia Nabi Kamara. Nabi Kamara mara nyingi hapa nimekuwa nikisema kwamba anaonekana kiungo wa ulinzi lakini more advanced. Yaani anaonekana ni kiungo ambaye timu iko na mpira ndo ana faida zaidi ya kushambulia. Sasa kitu gani ambacho Pantev anakihitaji? Hahitaji kuwa na viungo wawili wa ukabaji ambao watafanya kazi ya kulinda kipindi ambacho timu inashambulia, kwa sababu yeye ni attacking minded, anataka kushambulia, na falsafa ya 4-3-3 ni attacking minded, ni ya kushambulia. Basi anataka wakati ambao timu inapoteza mpira, hawa viungo wote ambao wanaonekana wa ushambuliaji wawe walinzi, wafanye pressing ya kurudisha tena mpira. So lazima kuwa na namba kubwa ya viungo wa ulinzi, kwa maana kucheza double pivot, hapana. Ila nahitaji kwamba tukipoteza mpira wote turudi katika vituo kwa haraka, tufanye pressing, kuziba mianya na kupoka mipira ili waondoke waende katika eneo la pili la wapinzani. Kwa hivyo huyu ni Dimitar Pantev kwenye mfumo huyu ni 4-3-3, Fadlu ni 4-2-3-1. Lakini Dimitar Pantev 4-3-3 yake ina namba kubwa ya viungo wa ushambuliaji. Yaani mfumo wake una namba kubwa ya viungo wa ushambuliaji ukilinganisha na mfumo wa Fadlu Davids kwa kile ambacho anakionyesha. Kwa hiyo so far huo ndo utofauti, similarities pamoja na differences, lakini hii take kwamba tumeiona katika mechi moja dhidi ya Nsingizini Hotspurs ambayo imechezwa pale Somhololo Eswatini. Sasa kwa mtazamo wako wewe unaonaje Simba hii ya Dimitar Pantev ambayo kimsingi jana, kabla kumalizia jana, Simba imefunga mabao 3-0, lakini Simba haijawahi kufunga magoli 3-0 ugenini ikaja kuruhusu ikaja kutolewa wakiwa nyumbani. Kwa hiyo automatic tukienda kwenye rekodi unaona Simba ina nafasi asilimia zaidi ya 80 ya kwenda hatua inayofuata, ila tunauheshimu mpira wa miguu. Sasa kwa mtazamo wako wewe unaonaje Simba ya Fadlu Davids na Dimitar Pantev so far tunapozungumza? Ni Simba ipi imekukosha? Ingawaje upande wa Fadlu tumemwona msimu mzima, huu tumemwona katika mechi moja, lakini kwenye mechi hii moja wewe unaonaje? Na tusisahau tena, kuna kipengele nilikuwa nataka nikisahau, afu ni muhimu kweli kweli. Simba ya Dimitar Pantev pia nimeiona katika substitution, namna ambavyo alikuwa akifanya mabadiliko ya wachezaji. Fadlu alikuwa mgumu kidogo kufanya mabadiliko, lakini Dimitar Pantev kafanya mabadiliko katika mechi yake ya kwanza, tena Simba ilikuwa inacheza vizuri, kafanya mabadiliko ya wachezaji 5. Yes, ambao alianza amewatoa. Alimtoa Selemani Mwalimu akamuingiza Jonathan Soa, alimtoa Neo Maema akamuingiza Kibu Denis, alimtoa Joshua Mutale akamuingiza Yusuf Kagoma, alimtoa Jean Charles Ahua akamuingiza Ahua, alivyotoka alimuingiza Morris Abraham, alimtoa Wilson Nangu, of course ili kwa sababu ya lazima, akamuingiza Shamu Karabwe kwa sababu Nangu aliumia. Kwa hiyo kafanya hesabu ya wachezaji 5 wakati ambao timu iko mbele goli 1-0, lakini kuna mabadiliko hayo ambayo aliyafanya, na ni mabadiliko ambayo yamekwenda kumpa tija, kwa sababu mabadiliko ambayo ameyafanya ya hao wachezaji 5 ambao wameingia wamekwenda kuhusika na mabao, kwa maana ya hao 3 Morris Abraham, Kibu Denis pamoja na Jonathan Soa wamekwenda kuhusika na mabao ya 1-1. Kwa hiyo hiyo ni kitu kingine, element nyingine inayokuonesha kwamba this coach yuko kwenye kuattack zaidi, kwa sababu hata mpango aliobadilisha kipindi cha pili ilikuwa ni wakwenda kuongeza nguvu kwenye kushambulia zaidi, na kweli bwana ikamlipa. Anyways, wewe kwa upande wako unaona yupi ni mnyama zaidi, yupi ni hatari zaidi, Fadlu Davids na Dimitar Pantev? Ingawaje ni mechi moja tu, kwa kurifaa hiyo moja, kwa jicho lako la kitaalamu unaona yupi ni bora zaidi? Basi weka comment hapo katika comment section
utuambie. Lakini naendelea kuwakumbusha kwamba kwa wale wote ambao wana uhitaji wa spare za pikipiki, za bajaji, za guta, basi make sure unafika mtaa wa Mafia na Swahili ndani ya Kariakoo katika duka la ABY Shop. ABY Spare Parts, Genuine Spare Parts au King Masai. Pale Kariakoo utapata spare hizo kwa bei nafuu, lakini kwa wale wafanya biashara unaweza kufika pale ukapata za jumla na za rejareja. Kama haitoshi, wanasafirisha mikoa yote ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na bei ndio miongoni mwa vitu ambavyo vinatofautisha wao na pamoja na wengine. Basi make sure unafika kwenye duka hili la ABY. Comment section, hapo chini nimekuwekea namba ya simu, utaona. Piga simu, kapata kile kilicho bora, kapata kile ambacho unakihitaji. Lakini hii ni Mzinga Sports, na usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Bye bye.